Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza ongezeko la bei za mafuta kuanzia tarehe mosi Aprili 2026. Mamlaka nchini Tanzania zinaeleza kuwa ongezeko hilo la mafuta linachangiwa na mgogoro wa kisiasa unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati ukihusisha Marekani, Israeli na Irani ulioanza mnamo Februari 28 mwaka huu na kuathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa mafuta kote duniani. Kutokana na hatua hiyo, baadhi ya wananchi wameeleza changamoto wanazokumbana nazo. Kwa kweli tumeathirika sana kutokana na bei ya mafuta ilivyopanda. Manake zamani Benjamin Mkapa tulikuwa tunaenda kwa 2000, lakini kwa sasa hivi Benjamin Mkapa tunaenda kwa 4000 kwa bajaji. Na kwa daladala pia imeongezeka. Manake Benjamin Mkapa tulikuwa tunaenda kwa 900 mpaka 1000, lakini kwa sasa hivi kwa daladala ni 1500 Benjamin Mkapa. Kuambia abiria kwamba bei imebadilika ghafla ni kitu ambacho walikuwa hawajakitegemea, hata sisi pia tulikuwa hawajakitegemea. Hasa unavyomwambia abiria kwamba sehemu alikuwa anaenda kwa 1000 au kwa 2000, ukamwambia sasa hivi bei imebadilika kwa 3000, hiyo inakuwa changamoto na inaleta mgogoro baina ya sisi wasafirishaji na abiria wetu. Wakati huo huo, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imewataka wasafirishaji wa usafiri wa umma kuwa watulivu na kuepuka kupandisha nauli kiholela. Katika hiki kipindi cha mpito tunawasihi sana msiongeze nauli bila idhini ya mamlaka, na sisi hatutasita kuchukua hatua kali kwa sababu umekwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo tunakuombeeni sana wasafirishaji. Bungeni mjini Dodoma, wabunge wameibua hoja wakitaka bunge lisitishe mjadala wa bajeti kutoa kipaumbele cha kujadili na kupata suluhu la bei ya mafuta. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa vile hatujapata majibu ya uhakika kupitia hotuba ya Waziri Mkuu, tutajitahidi kwa kutumia taratibu za kibunge kujaribu kulishawishi bunge kwamba licha ya umuhimu wa kuendelea kujadili bajeti, licha ya umuhimu wa mijadala ambayo imepangwa kwenye ratiba, kama tunataka kuwatendea haki wa Tanzania, tunapaswa kusimamisha tunachojadiliana hivi sasa na kuwapa majawabu wa Tanzania juu ya nini kinaendelea na kuwapa matumaini. Kufuatia hoja hiyo, Spika wa Bunge Musa Azani Zungu ametoa agizo kwa Waziri wa Nishati na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati kukutana. Nimewasiliana na Waziri wa Nishati na nimempa maelekezo na hadi maelekezo rasmi ya kiti kwa kuanzia leo wakutane na Kamati ya Nishati kujua mwenendo mafuta nchini, gharama na uhakika mafuta kupatikana kwenye taifa, sababu bila mafuta tunaweza tukakwama kwenye mipango ya nchi na mambo mengine. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka 2026 na 2027 bungeni jijini Dodoma, ameeleza mpango wa serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa mafuta. Tumeona bei zimeanza kupanda, tutakaa ndani ya serikali kuweza kuhakikisha tunakabiliana nalo vipi hilo, ili wananchi waendelee kupata mafuta kwa bei watakayoweza kumudu na kudhibiti kupanda kwa gharama za maisha. Sisi tuna gesi yetu ambayo itatupa uhakika. Tukishakuwa na gesi yetu na vifaa vyetu vinatumia nishati ya gesi, maana yake hatutaathirika sana yanapotokea matatizo kama haya kwenye nchi zinazozalisha mafuta. Huku serikali ikiendelea kutafuta suluhisho, wananchi wanahimizwa kutumia nishati kwa uangalifu wakati wakisubiri hali ya bei kurejea katika utulivu. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.